Mtito TV, Jena Mtito TV, Jena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Karibu sana tukuhabarishe kila ambacho unastahili kukuhabarisha, na kama ambavyo imekuwa kawaida yetu kuizungumza michezo. Lakini leo tupo hapa makao makuu ya Salamba TV, tumekuja kumtembelea kaka yetu Dominic Salamba, lakini waungwana kama sisi watu wa mpira tunakuita Fabrizio wa Afrika. Kaka kwema? Mimi niko vizuri kabisa. Mungu ni mwema. Twende sasa tukaizungumzie michezo. Kuelekea mchezo wa finali wa hatua ya kwanza ambao ni hatua ya pili ambao utapigwa hapa Tanzania, kumekuepo na maneno mengi, lakini kupitia ukurasa wa Salamba TV uliposti barua na ukasema kila timu ilitumiwa barua. Ambacho wanakifanya Simba na TFF kuonekana kama hakuna taarifa kuhusu hiki ni nini? Nafikiri ni muendelezo ule ambao kesho tumekuwa tukizungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiutendaji, kwa sababu ile barua walioandikiwa ni shirikisho na Simba kwa copied, kwa sababu ile mechi ni mechi ya CAF. Kwa hiyo waliwaarifu shirikisho kwa kueleza kwamba mechi inakwenda kuchezewa wapi? Visiwani Zanzibar. Na ukisoma ile email ni email ya tarehe 14, maana yake ni email ya juzi. Na nilifikiri kuona kwamba kama ambavyo TFF wamekuwa na taratibu wa kawaida wanapopokea taarifa mbalimbali za timu zimefungiwa kusajili na nini, kwa sababu hata ile taarifa ya kufungiwa kusajili inakuwa ni taarifa ya klabu na shirikisho kwamba inapiga bani, wao wanakuwa wanazitangaza haraka sana. TFF zinatoka kwa umma, TFF tumpokea timu fulani. Kwa hiyo nitegemea muda ule ambao walipata ile barua wangeweza kutoa taarifa kwa umma, kwa sababu mchezo sio tu mchezo wa Simba, ni mchezo wa wapenda soka wote ambao wanaweza kwenda kufuatilia. Na bahati nzuri hii taarifa sio kwamba imetoa kwamba pengine kuna mashaka, ni taarifa rasmi kwamba wenye mchezo wamehamishia wapi? Zanzibar. Kwa hiyo hakuna kipingamizi kingine. Kwa hiyo nafikiri itakiwa kwa post, lakini cha siku barua haikutoka, zikaanza kutoka Ruma, sehemu mbalimbali zikaanza kutoka barua katika maeneo ambayo yakuwa official, na mamlaka mpaka tunapozungumza imekaa kimya. Lakini pia nafikiri ni jambo ambalo lilitakiwa kuendelea kushughulikiwa, kama kuna haja ya kushughulikiwa katika kufuata misingi ya kiutumishi na taratibu zikoje za kiwajibikaji, kuliko sasa kutoka na watu kwanza kuzungumza public, kuzungumza maneno ambayo wakati mwingine yanaweza kuja kuwaletea shida, kwa sababu ile ni taarifa ambayo imetoka baada ya ripoti kuwa imetoka. Lakini tunaelewa kwamba baada ya Simba kumaliza mchezo wake dhidi ya Al Masry, ule uwanja ulisimamishwa na CAF kwamba ulikuwa ukidhi vigezo, na sidhani kama baada ya pale walitoa barua nyingine yoyote ya kwamba ule uwanja umeruhusiwa. Kwa tukaona baada ya kusimamishwa, tuliona serikali ikianza jitihada kwa maana kuweza kurudisha katika hali ya kawaida. Mechi nusu finali ya kuchezewa pale ilichezewa visiwani Zanzibar, unaelewa. Kwa hiyo taarifa serikali kwamba matengenezo yamekwenda vizuri kwa asilimia kadhaa, hiyo sio taarifa ya CAF. Serikali wao wanatimiza wajibu wao kwenye kile ambacho wanakiandaa, lakini mwenye jukumu la kuweza kupitisha kiwanja kwa mujibu wa sheria na kanuni za mpira ni CAF, ndio ambao wanaweza. Kwa hiyo kuchukua tu kwa serikali na kuanza kutengeneza maandalizi na kuanza kuwauzia watu tiketi ikiwa hujapata confirmation ya kasi ya CAF haikuwa sahihi. Kwa hiki ambacho kimetokea ndio taarifa sahihi ya nini? Ya CAF, kwamba uwanja hautaweza kutumika na kwenda kutumika wapi? Zanzibar. Kwa kama kuna malalamiko yoyote ni lazima yaweze kufuata utaratibu ambao upo ili kuweza whether kama wanaweza kubadilisha au la. Simba Sports Club walitoka wazi kupitia ukurasa wao wa Instagram na wakasema taarifa ya mchezo utachezewa wapi itatoka siku kadhaa mbele ambazo walizipanga wao. Ni kama wamekinzana na taarifa ya CAF. Simba wanachotafuta ni nini hasa? Na tayari wameanza kuuza tiketi ikiwa umesema awali hawajapata taarifa ya CAF kwamba mchezo wa Benjamin Mkapa, uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa rasmi kutumika. Si kama kukinzana, ni ukinzana, sio ni kama, kwa sababu ile taarifa ni official taarifa, statement. Taarifa rasmi imetoka kutoka CAF, na sio tu umetimia TFF, mpaka hawa na broadcasters vyombo vyote vimetimia taarifa ili kama vinaanza maandalizi yafanyike wapi? Visiwani Zanzibar. Ile sio bodi ya ligi ya Tanzania, ile ni CAF ambao wana taratibu zao. Kwa hiyo nafikiri pengine yale mambo yetu ya ndani tunafikiri tunaweza tukayapeleka nje na kuweza kushinikiza.
pale watu wamekaa, watu wenye weledi ambao wanajua wanachokifanya, wamefanya tathmini ya kina. Kwa hiyo vitu vingine ni baadaye tu kuja kutengeneza chaos na mashabiki wao, kwa sababu CAF wakishaamua wameamua moja kwa moja. Kwa nafikiri ingekuwa ni vema kukaa kimya, na kama wanashughulikia waendelee kushughulikia chini chini, lakini kuliko kuhamasisha watu waendelee kununua tiketi alafu mwisho wa siku hiyo kuonekana mechi ni Zanzibar, itakuwa umetengeneza usumbufu ambao haukuwa na lazima wa kuweza kuutengeneza, au wakati mwingine ni mshtuko wa kutarajia kilichotokea. Lakini yote kwa yote mwenye mchezo ambao ni CAF ameshaamua, na kama ataamua kubadilisha ni yeye kutokana na fact ambazo tutakuwa mpelekea, lakini sio kupitia mitandao ya kijamii. Wadau wa soka wametoka wazi na kusema CAF inalelea hizi timu kutoka ukanda wa wafu. Maana yake timu kutoka Uarabuni zimeishikilia CAF hapa mikononi. Hii ni kauli sawa? Nafikiri wakati mwingine watu wana comment kwa hisia. Kwani baada ya kupeleka ile mechi Zanzibar ya nusu finali, mbona hakuzungumza maneno? Yeah. Mbona mazungumzo tukisikia kuzungumza kwamba CAF inalelea timu kutoka ukanda huo? Nani alizungumza? Hakuna ambaye alizungumza. Lakini je, kile ambacho ulikiona kwenye mechi ile ya Al-Masry kilikuwa sahihi kweli? Sasa tunahamika nini vitu vingine? Wakati mwingine tu bora tubakie kwa realistic, unaona? Yaani tutaki kuhusisha hisia na mambo ya kitaalamu ambayo yanafanyika. Sio sawa, unaona? Kwa sababu hii taarifa sio kwamba from nowhere. Nani mbona Yanga finali alicheza hapa? Katika wa Benjamin Mkapa alicheza finali. Kwa hiyo kulikuwa kuna vigezo, wao mara ngapi shirikisho wamekuwa kwa mfano wakifungia viwanja vya ndani? Mbona hatusemi pengine wanapendelea wapi? Unaona? Kwa hiyo ni tatizo ambazo wao wamejiwekea na zinapingwa kwa utaratibu wake, unaona? Kwa hiyo wameona kwamba hata mechi ya finali Simba kuchezea Dar es Salaam. Na si mara moja, tumeshuhudia nchi kadhaa watu wakihama katika nchi zao kwa maeneo mengine, sio mara moja. Kuna kipindi Yanga alienda nafikiri Rwanda, mechi moja ilikuwa sio na Almereki wale. Ni vitu vya kawaida katika soka la Afrika. Wanapohisi kuna changamoto, wanapiga bani uwanja mpaka watakapoanza kurekebishwa, na hiyo sio kitu kigeni. Hata kwenye kwetu kwa ligi tunaona hapa. Uwanja leo unafunguliwa, kesho unafungwa. Tulisikia uwanja wa Tabora, wala ni vitu vya kawaida. Kama kuna kitu kinakosekana, mchezo unahamishwa. Ukiweka sawa, unaweza kurudi. Wapo ambao wamefika mbali zaidi na kusema pengine Berkane wanashirikiana na CAF kutokana na hali ya uwanja kujazwa kwa mashabiki katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tofauti na New Amani Zanzibar ambao unaruhusu mashabiki 15,000. Brother Salamba, umeiona Berkane imepita katika viwanja mbalimbali vikubwa. Hii pia imekuwa sawa kusema Berkane anaogopa temperature na hali na kelele za mashabiki zilizopo pale Benjamin Mkapa? Nafikiri ni maneno ya kihisia. Berkane amechukua ubingwa huu mara 3 katika finali 5 ambazo amecheza. Na sio kwamba zote alikuwa anachezea kwake. Alienda away, akarudi nyumbani. Alienda away, akarudi nyumbani. Mara 3. Sawa, anacheza. Berkane amecheza na Simba, sio mara ya kwanza hii. Amekuja amecheza hapa. Kule alishinda goli 2 bila, hapa kaja akafunga goli 1-0. Berkane juzi ametoka kucheza mechi Algeria na Constantine. Tumeweza kushuhudia. Kwa hiyo sasa yani tunaniambia ni vibe la inchi za kaskazini zikaa sana vibe la hapa. Nasikana wale watu wanaweza kushangilia. Kwa hiyo nafikiri ni timu ambayo sio mara yake ya kwanza kuingia kwenye hizo finali. Timu ambayo imejitengeneza, lakini hata mwenyewe ukikao kiangalia kwa quality ambayo wako nayo, inaweza ikawafanya wagope kisha Benjamin Mkapa. Hawezi kushinda kuogopa. Ukiingia kwenye michuano unacheza. Kwa hiyo nafikiri hizi zingine ni namna tu ya kutaka kutafuta excuse ambazo haziwezi kutusaidia. Tunatamani Simba ifanye vizuri. Simba ichukue bingwa ili iweze kuja kwa timu ya kwanza Tanzania kuchukua ile kombe la shirikisho, kwa sababu hakuna timu ambayo imewahi kuchukua, lakini tufanye tukataka sasa kwenda kinyume na taratibu ili kwa sababu tu ya kutaka Simba iweze kuchukua bingwa. Hapana. Taratibu zifuatwe, watu wafuate maelekezo na yale ambayo yanatolewa yaweze kuzingatiwa. Unahisi uwanja unaweza ukaamua mechi na si ubora? Na ndio kikubwa ni ubora wa timu. Na ni Yanga alishinda ugenini, alifungwa nyumbani, akaenda kushinda ugenini. Tena katika mechi ya mkondo wa pili ambao kombe liko uwanjani alishinda matokeo. Kwa hiyo ukishakuwa na quality sehemu yoyote ile unaweza kucheza. Lakini uwanja wa Amani ni miongoni mwa viwanja bora kwa sasa. Tumeshuhudia nusu finali ikichezwa pale na Stellenbosch. Wamecheza pale na hakuna shida, na tumeshuhudia mpira mzuri. Sasa why ionekane kama ni kucheza kwa Mkapa ndio ni guarantee. Alafu pia ule ni uwanja wa serikali. Ni uwanja wa serikali na upo kwa matengenezo. Sasa kwa nafikiri wakati mwingine ili kuepushana vitu kama hivyo ni vyema basi wakaja wakatengeneza uwanja wao ambao ukao na miti quality kubwa hizo za kimataifa ambao mnaweza mkao manage wakati wote na kutumia mnavyohitaji. Lakini wakati mwingine nafikiri tunakwenda kinyume na kile ambacho nataka mtu aweze kuzungumza. Wito wako sasa kwa mamlaka, kwa maana ya serikali, kuhusu kuutunza uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu tuliona mechi ya Simba na Al-Masry, mvua kidogo tu mpira ukashindwa kutembea. Pengine wito ni upi?
Mimi nafikiri mamlaka wanaona, wana vyombo vyao ambavyo vimekuwa vikiendelea kushughulikia na wanafahamu kwamba tunakwenda kuhost finali za CHAN lakini na AFCON 2027 ni miongoni mwa kiwanja ambacho kimetufanyia tupate hiyo nafasi ni ule uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa nafikiri kuna haja na juzi makusudi kisha kwamba yale mapungufu yote yapate tiba ya kudumu na zisijezekana tiba za muda tu kwamba baada ya leo siku 2 tunasikia marekebisho sababu unafunguliwa unafunguliwa. Kwa hiyo kama wanahisi kwamba funga ni shida, bora ufungie kabisa, sawa, watengeneze hata kama ni miezi 6-7 tujue uwanja upo kwenye matengenezo ili siku ukija kufunguliwa sasa tu tuna kitu ambacho kimekamilika kuepusha hizi sintofahamu za kila siku leo hivi hapana. Kwa nafikiri ni vyema wakaliangalia hilo. Naona tushazoea hapa karibuni Simba na Yanga kwenye ligi wanachezea pale uwanja wa KMC pale Mwenge Complex, wako pale wanacheza. Kuna wakati timu ziko Chamazi zinacheza mpira. Kwa nafikiri ni vyema wakaongeza nguvu, wamalize kabisa matengenezo ya kile kiwanja ili tupate nafasi ya kutumia kwa muda mrefu na kuepusha hizo kadhia ambazo wakati mwingine zinakuwa sio njema katika ustawi wa mpira wetu. Sasa tuiangalie. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.